Watu wanaheshimu ulichopata baada ya mchakato. Ajira ya kwanza ipo kiganjani mwako wewe mwenyewe. Lakini hajawahi kupita siku sijaangalia mpira. Ya kuendesha maisha yangu inanishinda. Hiyo nikaiweke benki. Nilichukua hela yote, nikabetia sharp kama 600. Bafu wewe pia sijakachana. Sasa mimi nalioma natoa mfulize michizi. Option gani ngumu kwako kwa kubetia? Option ambayo siwezi kubetia. Anda. Wewe huna msongo wa mawazo. Wewe una shida na hela. Ligi nzima ya Italia imenibutua, ni ligi njani sina wa kumchagua. Ni Italia sioni mtu mwenye nafuu. Being smart doesn't mean kuwa mkali. Mimi ya nyumba nimezijenga zaidi ya milioni 150. Wewe binafsi kukutana na mtu, yani ni vitu gani ambavyo ukiviona kabisa kwamba huyu jamaa yuko smart? Level yangu ya smartness ile inapimwa kwenye uwezo wako wa vitu vya kijinga unavyoweza kufanya. Level ya vitu vya kipumbavu unavyoweza kufanya naweza nikajua wewe ni smart kwenye level gani, lakini sio vitu ambavyo ni smart move to do, because a smart move to do sometimes it can be scripted. You can script to be smart, lakini stupidity you can script to be stupid. So level ya stupidity ya mtu ndio inaweza kudetermine wewe ni smart kiasi gani. Ukiweza kulimit level ya ujinga naweza nikajua ya jamani smart, kwa sababu ujinga wa kiasi kiasi fine. Lakini sio vitu vya uelewa. Bana, alikuwa video director, akaacha kamera, akaamua kubeti. Leo tupo naye kwenye Behind the Vibe. Anaitwa Hans Kana. Tutapiga story nyingi kuhusu vibe lake ambalo yuko nalo sasa hizi. Kuna michakato mingi sana ambayo ameipitia nyuma. Karibu kwenye Behind the Vibe na hii ni Sokabet. Karibu sana bro. Bana, asante sana. Home. Asante sana. Umekula pia cake up? Yeah, of course, yeah. Kwa uchache sana, lejedia sana machozi, jasho na damu. Kwa upande wa cake up, yani labda ni move gani ambayo shoi kupitia, yani hadi umefika hapo kwenye cup ukasema da, kweli hii cake up naiona size lakini kuna struggle yake ni shoi kuipitia, haikuwa rahisi hata kidogo. Cake up ni dream ambayo ilikuwa kwanza, kile kitu ukifanya kinahitaji hela, sio kila kitu. I mean uwekezaji, need money. By the time tuna plan kuhusiana na cake up tulikuwa hatuna hela kabisa. Tulikuwa tuna hela ya kula basi hivyo kubadilisha maisha madogo madogo, lakini sio ya kuwekeza kitu kikubwa kama cake up. So tulikuwa nahangaika kwenda kwenye makampuni tofauti tofauti ya kubeti kuwaomba udhamini kwamba tuna idea kufanya 1 2 3, na kila ambapo tulikuwa tukienda tulikuwa tunaonekana kama hiyo idea yenu ni ya kipumbavu na haitokuja kufanyika, yani ni impossible to happen. So hakuna kampuni ambayo ilikuwa inatamani kujaribu kufanya partnership na sisi sababu walikuwa hawaamini katika sisi. So Zero ilikuwa inatuuma kwamba hii kitu kitawasaidia mjue, lakini walikuwa hawaoni iko. Ikabidi tu struggle wenyewe kwa wenyewe mpaka tukaweza kufanikisha kuja na cake up hewani. Kama unakumbuka mwanzo kipindi tuna launch application ya cake up ilikuwa ina crash. Unalala, unaamka asubuhi unapigiwa simu na watu tofauti tofauti, application ime crash. Mungu wangu nini tena, unampigia developer anambia bwana kichotokea kampuni ya data center wamepiga app chini wanataka kulipwa hela. Ukienda kuangalia ndio shilingi ngapi? $2,000. 2,000 naipata wapi kwa freestyle? Unakopa, unafanya hivi na hivi, unalipia, it's rise again. So it's a struggle being here. It's struggle, lakini right now it's settled na ni kitu noma ambacho yani wote ambao walikataa mwanzoni sasa hivi wanalilia kuwa sehemu ya hiki. Yeah. Hongera sana kwanza kwa sababu inawezekana ikawa ni watu wa kwanza kabisa kuja na kitu kama hii. Shazoea kuna watu wanapost tu huko, kwa big shout out kwenu pia wote yani ambao wamehusika. Yeah. Lakini moja ya kitu ambacho pia nimejaribu kukiona kwako, nimekiona sana mara kwa mara, ni kwamba kabla kuja kwenye cake up ulikuwa unadeal sana mambo ya video production na muziki. Ndio. Na lifestyle ambayo ulikuwa unaishi kwa kipindi hiko ilikuwa haikuruhusu kuwa na uhuru wa kutosha. Kabisa. Sasa kuingia kwenye betting ilikuwa ni kwa sababu umekosa ile freedom ambayo unatamani kuwa nayo, au kwa sababu uliona business opportunity kwenye betting? First of all, nilikuwa nataka retire from music video directing. Sasa kipindi una retire lazima utafute, wasema usiache kazi kabla hujapata kazi, au kutafuta kazi ni kazi kuliko kazi unayoikimbia. Sure. So nilikuwa tafuta retire nataka nifanye kitu ambacho muda nakifanya nakuwa nafurahi tu. Yani nakuwa nafurahi muda nafanya. So that I found out mimi ni waga nafurahi nikiwa na beti.
Ndio style yako. Sababu na beti naangalia mpira, it's very entertaining. You watch the game ambayo wewe una matokeo yako kichwani mwako na umewekea hela unataka yatokee. So the tension that you wait for your prediction to happen, that moment is something that I like very much. Sometimes it happens, sometimes not. Kutokea maumivu nao wapitia na amka tena kesho na bet tena. So this thing is very entertaining kwangu. So ndo nika jump into it. Lakini music video directing, it's funny, it's not that, yani is kuwa director wa music video haiku entertain. It's hectic because unaongoza watu zaidi ya 100 kwenye video moja, kuanzia mpaka makeup, mleta chakula, mtu wa mavazi, dancers, artists, production team, lighting, location, kila kitu wewe ndio unakuwa top of it. So it's stressing to deal with na watu wote, with everyone. Sasa ile ilikuwa ni stress kwa kweli, lakini huku nyuma inaonekana kama it's funny being a director. It's funny when this video is out, lakini kama haijatoka stressing is hectic. So nimefanya hivyo kwa muda wa miaka 14 mfululizo. Nifika sema I'm tired. Choka. Unachoka, hata uwezo wako kufikiri unakuwa mdogo day by day. Ngaona jifia bure. Kwa saizi wewe kwako betting unaifanya kama burudani lakini pia kama biashara at the same time. Yes, it can't be a career. It's a business because chochote ambacho unaweka hela ukitegemea hela baadaye it's called business. Sure. Lakini kama unaweka hela tu ili ipotee, si ukitembea babani unazitupa tupa. Lakini kama unaweka ile una expect to returns, means that's a business. So I treat it like a business, na iheshimu na ipa muda wake. Hapo umeniambia kwamba kwenye kubeti na enjoy zaidi pale ambapo sometimes una check mechi, unafanya jani, ni vitu ambavyo vinakufanya mwenyewe katika ile mood ya kuenjoy. Mimi natamani kujua hivi kwa siku unaweza kuwa unatazama mechi ngapi yani kwa siku, yani kwa haraka? Si betiagi mechi zaidi ya 7. Waga ni mechi 3, 4, 5, 6, 7. Zinakuwa katika muda tofauti. Kuna baadhi ya mechi siziangalii sababu najua hiki kitu lazima kitokee. I don't need to watch it. Lakini kuna baadhi ya mechi nyingine unajua sasa hiki kitu kutokea mtiti. Na kuna baadhi ya mechi nyingine unaziangalia kwa ajili ya future use. Yaani kuna timu unataka usafiri nayo. Kwa sababu mimi nasafiri na Benfica. Kuanzia mechi ya kwanza ya msimu za UEFA, za ligi, za cup na kila kitu mpaka mwisho. Kwa maana yake you want to watch Benfica. Mara nyingi labda anasema msimu ujao nataka nianze kubetia timu za Brazil, Racing Palmeiras. Kwa I'm starting watch Palmeiras mechi zake ni unaona wanachezaji ili nijue ni betia au la. So it's something like that. Lakini kwa siku unaweza kaangalia mechi 2, 3, 1, 2, 3, 1 hiyo. Lakini hajawahi kupita siku sijaangalia mpira. Haijawahi kutokea. Lazima ucheki boli. Lazima niangalie. Bwana, hizo ni tabia za Kamalia. Kucheki boli kunaendana na kutia bashiri. Ukihitaji kutia bashiri, sehemu ni moja, www.sokabet.co.tz. Lakini ukitaka kuweza kupata odds ya kutosha pia yapo Kekapu. Yes. Binafsi wewe ni moja kati ya madirector ambao mimi binafsi na hata jamii kwa ujumla inajua ukubwa wako na heshima ambayo umeiweka. Kuna baadhi ya comment sometimes unakutana nazo mtandaoni kwa sababu sasa hizi Hanskana labda anafanya content creation pia, anafanya kama influencer. Wanasema Hanskana bana kama vile heshima legacy yake ambayo ameiweka. Wewe ukutana comment kama hizo, kwa kuna na mtazamo upi? Kuna kitu kimoja tu abidi wafahamu. Let's say kwenye music industry, let's say au producer. Mpaka sasa hivi nikwambia nitajie ma producer wawili ambao wana legacy kubwa. Sema nitajie mmoja, unamtaja nani? P-Funk. Yeah. Lakini ujue kwenye huyo P-Funk labda na Master J ambao ndo unawataja au wanatajwa na Bongo Flava miaka yote. Lakini kulikuwa na kina Professor Ludigo. Kulikuwa sijui na ma producers sijui kina a lot of producer back. Na alikuwa ni wakali hata kushinda hata hao, ndio? Sure. Waloteza nyimbo za nani za Abdul Sax tu, nani wale wanapiga sana kinanda sijui kina Mikamwamba. Kina Mikamwamba producer noma, lakini wao unawataja wawili. Katika industry yoyote ulichokifanya kile ni mbegu. Ulichokipata baada ya kufanya matokeo kile ndio kinachoheshimiwa. Unaelewa? Nachomaanisha kwamba watu wanaheshimu ulichopata baada ya mchakato, hawaheshimu mchakato. Unaelewa? Na maanisha kwamba wewe huwezi legacy yangu haitokuwa na nguvu kama sitokuja kuwa na hela at the end. Unaelewa? So nilichokifanya ni mchakato.
Ninachokifanya hapa ni kutafuta matokeo. Sasa matokeo ni fedha, mzee wangu, ili wewe uniheshimu na kizazi kiniheshimu, kwamba kunatokea jambo moja tu Hanskana alikiamsha sana mzee, lazima je tuone na hela. Nisipokuwa na hela utaongana jamaa alikuwa director lakini sasa hivi ni mpumbavu. End of the story. And what if let's say nimekuwa director mkubwa afu unaniona sina maisha kama hayo ambayo unayaona. It's shame. Hata hiyo heshima yangu utanipa heshima yangu, utaanza kulazimisha sasa. Ni heshima baba, unajua nimetoka wapi? Sasa haiwezekani. So heshima huletwa na fedha, mzee wangu. Vingine hivyo nini, hizo ni bla bla tu. Unaelewa? That's why mpaka leo hii labda unaweza kumname mtu kama Omedimpo ambaye hajatoa nyimbo almost miaka 2 kama one of the biggest artists in the country. Why? Ana pesa. Ana hela. Unaelewa? So hela ndio hiyo legacy unayozungumza, pasina kuwa na hela ni upuuzi mkubwa. Kwa hiyo inaonyesha kwa mwisho wa siku money matter, yani cha msingi wewe na pesa. Wewe kwa anafanya makubwa uliyofanya, una hela tunakuona ni mpumbavu kama pumbavu mwingine. Hapo ulipozungumzia hela nimetamani, sio mimi tu, naamini hata watu wengine pia wanaweza kuwa wanatamani kufahamu, kwa sababu ni mtu ambaye umeshinda na wasanii wengi wakubwa, watu wengi maarufu. Kutokana na hiyo situation ya kushinda nao, ni kitu gani umejifunza hasa kwenye swala la pesa na nidhamu? Okay. Watu wengi ambao kwenye entertainment, kwanza entertainment it has crazy money. Yani na hela ambayo akitokea daktari ama anyone mwenye professional career ukimwadisia kwamba mimi nafaa show milioni 100, anakuona hivi bro, unajua mchakato kuitengeneza milioni 100 ukiwa kama daktari au ukiwa kama engineer, ama unaongea hela ni mradi, yani unaongea hela unalipwa pa show huku, hiyo ni hela ya mradi wa kufanya kitu fulani, unaelewa? Lakini kwenye entertainment kuna hiyo hela. Bad luck, bahati mbaya, watu wengi kwenye entertainment wao wanaamini hela atakuwa anaipata entire of his life. Kumbe unaipata the period that uko katika nafasi hiyo ya kuipata. So when the nafasi go, hela pia inaondoka kama nafasi, yani hela inaondoka na nafasi yake. Kwa pale ndo uchizi unapoanza. Watu waga wanakuwa wataki ku reinvest. Yani kwamba unapata matokeo lakini hutaki kukilisha kile kinachokupa matokeo. Yani unapata maziwa lakini hutaki kumlisha ng'ombe. Unaelewa? So nidhamu ya fedha kwa watu wenye entertainment, wakipata waga wanaamini watapata daima. Kumbe inabidi urudishe kwa kitu kinachokupatia ili upate tena na kesho. Okay. Kwa binafsi inamaanisha kwamba ni baadhi ya vitu ambavyo pia umeondoka navyo. Of course, yeah. Na wanakuambia ili kuweza kuishinda hasara, haya umeongea wewe mwenyewe, kuishinda hasara inahitaji timing. Of course, yeah. Unahisi umeshawahi kuwa na timing mbaya kwenye baadhi ya mitikasi yako ambayo unafanya, unaona kabisa hapa timing zangu hazikukaa sawa, ndio maana nimefail kwenye ile. Na inaweza kuwa situation ipi? Of course, it happened kwenye kukua. Mimi hamna kitu ambacho napenda kama vitu ambavyo nilikosea wakati nakuwa, sababu ndio vimenijenga kuwa hapa. Kuna baadhi ya hela tulipata labda tukiwa underage, tukiwa bado tuna umri mdogo, hatuna majukumu makubwa. Kwa hiyo tulitumia katika namna hiyo hiyo na wakati huo ambavyo sisi tupo. Tuliishi kwa wakati huo, hatukuishi future. Lakini matokeo yalotoka na adhabu tulizopitia baada ya kupoteza vitu ambavyo nafasi Mungu alitupatia, ndio zilitujenga tulipopata nafasi ya pili hatukupoteza kabisa. Unaelewa? So kokote ambapo nilikosea, yani I appreciate the moment, sababu ndio imenijenga kuwa bora leo. Kuna time kwenye entertainment nilikuwa napata hela nyingi sana, a lot of money, unaelewa? Nikawa nazitumia kwa vibaya kwa sababu nilikuwa najua zinakuja tu, sizipo. Kama zilikuja leo na kesho itakuja. Kwa time zikakata zikawa haziji tena, unaanza kuchanganyikiwa, unaona inakueje hapa, umeelewa? Lakini Mwenyezi Mungu akanipa ustahimilivu, nikaweza kustahimili, zikarudi tena, zikarudi nikaziheshimu, nikafanya mambo ya maana. Mbwembwe nikaweka pembeni. Then here we go. Yeah. Noma sana. Noma sana. Lakini pia bro, mimi binafsi nimeanza kufuatilia Instagram nyuma kidogo, na ni kama miaka 2 nyuma naona una share mikeka yani kwenye Insta story yako. Ndio. Kwa sometimes moja anifanya nijiulize, hii keka hapa au mambo ya kubeti ni vision ambayo alikuwa nayo takia miaka 2 nyuma, au mara ya kwanza alikuwa anafanya tu, baadaye mambo yakaja kuona kabisa hii ni opportunity, ni fursa. Inawezekana hiyo miaka 2 nyuma wakati una post ulikuwa una vision kabisa ya keka hapa? Hapana, since I've started to post about betting slips, nilikuwa na vision ya keka hapa. In way kwamba nilikuwa natamani kuingia kwenye betting industry, lakini naingiaje kwenye utofauti? Nifungue betting company, kila mtu anayo. Nifungue casino, everybody has casino. So I was need to open something on betting, lakini ni
njia utofauti, yani niwe katika betting industry lakini katika njia utofauti. So katika kuhangaika ndo nikapata wazo la CakeUp. Okay. Yeah. Kwa ni idea ilikuwepo over 5 years back, lakini imekuja kutekelezwa miaka 5 mbeleni. Kwa hapa katikati kote ni kwenye kuandaa mchakato na kupima riski. Kwa hiyo mchakato sasa, kwenye huo mchakato nataka nikurudishe nyuma kidogo kwenye mambo ya video production na muziki. Watu wengi ambao wanamfahamu Hanskana wamemwona zaidi kwenye music video, sio kwenye film. Hanskana hafanyi kabisa video za film, amejua tu kwenye muziki, au ni kwamba tu aliamua kuchoose yeye ataamua kufanya hiki tu? Kwenye film industry kuna kitu akifahamu. Mfano, me I'm not a good photographer kabisa. Na a lot of music video directors, I'm a film director, they are not good on photography. Now people who are good at photography, they're not good in videography. Sure. Sasa hii it worked like this. Watu wazuri sana kwenye kushuti matangazo hawawezi kushuti music video. Na watu wazuri kushuti music video hawawezi kushuti movie. Yani mimi kushuti movie au director music video kushuti movie, yani is totally impossible. Yani kama akiweza kufanya, wewe kajitahidi sana. Sababu hizi ni industry mbili hazifanani hata kidogo. Kwa sababu kushuti music video unashuti kitu ambacho audio tayari ipo. Wewe unapachika picha juu ya sauti ya mtu. Kushuti film una create sound and picture together. Unashughuli hiyo hapo. So it's hard for music video director kwa huko. Ndio hivyo. So mimi sikuwa nahisi kama ni kitu ambacho naweza fanya. Hapo kwenye muziki inawezekana kwa watu wengine hawafahamu, lakini mimi binafsi ni moja kwanza ya fan wako. Nakufuatilia yani vizuri na napenda ambacho unakifanya. Moja ya interview ambayo nimeshawahi kuona umeifanya, ulizungumzia nyimbo ya Raha ya D-Voice. Yes. Kwamba ni moja ya nyimbo ambayo of course nyimbo ni raha lakini nipa uchungu. Kuna namna fulani hivi ilikupa uchungu. Hii nyimbo ya D-Voice ya Raha, kwa mtu ambaye afahamu Tamu inaitwa. Tamu ukihusianisha na betting kwako. Natengeneza story ipi? Kuna siku yangu ana beti. Na beti na pachika zangu mkeka, hata kukumbuka Sporting CP alikuwa anacheza au Sporting CP huyo. Sio kacheza mjinga gani Sporting, alikuja kurudisha goli kama 90 na mimi nisha cash out. Nilichukua hela yote ya kulipa mamodo, madansa, sio nani yote kama 600,000. Nikabetia sharp kwenye odi mbili ili duplicate niwe nilipa watu na mimi nimebaki nayo. Mpaka tena niliomba goli 3, I remember. Mpaka dakika ya 80 na point goli ni 1-0 au muomba goli 3 rafiki yangu. No. Naona pale cash out kaka inasoma namba za viatu 49 Mungu wangu. Nifanyeje? Umeona bwana. Ikaenda cash out nikapewa kama 200,000 toka 600,000. Sijui jini gani ile kaniambia chukua hiyo 200,000 baba. Kwenye 600,000 kuchukua 200,000 sio mbaya, utalipa hata watu hela za pikipiki. Nachukua jamaa akapiga goli la pili na 3. Kwa nini nimepigwa 6. Kwa video inaitwa Tamu ikabadilika kuwa chungu basi. Lakini kutoka hapo nikaniongezea hasira za kubeti kinguvu. Nikatuliza akili, nikaanza kutafuta namna gani ya kurecoup. So yeah. Hiyo story yako mimi naoga nabishana sana na washikaji zangu. Mimi naoga nasimama kwenye upande wa kwamba cash out mimi naoga kama ni mtego. Alafu watu wanasema cash out ni msaada. Wewe unasimama wapi? Cash out ni mathematic tu. For my simple research that I did, kwamba cash out ikiwa ndogo sana kulinganisha na tukio nalo lisubiri. Ni kwamba nasubiri tukio ambalo ni la goli 1. Lakini mbona cash out ni ndogo mno, yani ndogo sana. Pale muhindi anataka kukulazimisha ya kwamba hilo tukio litokee, bora uchue kidogo. Unaelewa? In once ukichukua tukio latokea. Kwa muhindi katika namna ya kurudisha hasara zake kupitia cash out. Kubalance hasara kupitia cash out. Kwa sababu waza, wewe umeomba goli 2. Mpaka dakika 80 umeweka milioni, umepewa cash out 50,000. Dakika 80. Kama muhindi ana uhakika hiyo goli la pili lipatikane, si akunyima tu cash out moja kwa moja ili achukue milioni kamili, kwa nini akurudishie 50,000? Unaelewa? Si kwa pale anakulazimisha yeye kuaminisha kwamba hili goli hamna, chukua hata 50,000, angalia mambo yako mengine kesho. Analazimisha kuchukua nanili. Lakini ukiona unasubiri event ndogo, alafu cash out ni kubwa kupitiliza na kuhakikishia 100%, chukua hiyo cash out. Anapokulazimisha ya kwamba umeona ikawa shot ilikuwa kubwa hii, usichukue bado mechi dakika 5 goli lapatikana bwana, usiwe kaza
komaa. Kumbe pale ndo anakuvuta. Umeelewa? Nakupa hope. Kwa ukiona the higher the cash out, it's higher the possibility of your slip to lose. Okay. The lower the cash out, the higher possibility of your bet slip to win. That's my simple research. Lakini sio kama ndo ilivyo. Hiyo ni research yangu. So kama una research yako nyingine pia naifanya. Bora kama una research yako nyingine pia unaweza ukaifanya. Sisi hapa tunachofanya tu ni kupiga story, uamuzi tunakuachia wewe. Kuamua ushindi wako ni wewe tu ambavyo utaamua kuweza kuamua. Tupo na Hans Kana, historia yake kwenye music directing, video directing ni kubwa. Amefanya makubwa, lakini sasa hizi ameamua kutuonesha upande wake wa pili. Watu wanasema yeye ni smart sana na ameweza kuonesha move ambazo zinathibitisha kwamba the guy is very genius. Bwana, tukihamia sasa kwenye mambo ya betting, ambapo ndo uwanja wako wenyewe. Niambie chochote kuhusu timu za Italia. Italian teams bwana zina matokeo ambayo very unpredictable. Serie A. Matokeo yake kuyapredict is very hard. Utatuliza sana akili kwa mtu mwingine anakuambia bwana Serie A cheza under. Lakini makibao games za Serie A zinaisha 4-4. Napatikana goli 8 kwenye mechi moja. Sometimes zinaisha goli 0-0. So it's very hard to predict Serie A games. They are very hard to predict. Yani we try very hard, lakini anafika sehemu na jamaa bwana it's crazy. Unaweza ukaomba zisipatikane goli 3 kwa pamoja, zikapatikana ya dakika 10. Ukaomba game zipatikane goli 2 au goli 1 mpaka dakika 90 watu wanatoka uwanjani, hata mwamba tu hujagongeshwa. Unaweza ukaomba kona, hata kona 5 tu. Mechi zile toe kona 5. Ukashangaa first half hajatoka hata kona 1. Uwanjani wanazunguka mnakosaje kona, si tuenda mpira nje babu. Kwa mambo yanakuwa vice versa. Yani Italian league is kuna watu wanabahati nazo, lakini it's very predictable and very unpredicted. So mimi nimezinyosha mkono. Sio ligi ambayo wanabeti mara kwa mara au na beti ina zinaniponda, ndo maana nikagundua kwamba hii tukio ni swala kawaida. Na labda ukisema utoe option moja kwenye betting utatoa ipi zile marketing option? Isiwepo kabisa. Ndio ambapo isiwepo wale. Option zote kama zuri nyama. Labda ya kuongeza. Draw vipi kuna mshangao mmoja ananiambia kama option ya draw kama vile yani imekaa kimkakati sana yani. Kwa nini mbona mechi kibao zinatoka draw katika mechi 10 zikichezwa ukosi mechi 6 za draw? Ukitaka uamini hivyo, chukua mechi 10 kaweka shinde yote pale. Ndio utashangaa 9 zimetoka draw. Basi kama draw naona ni ngumu kutokea. Chukua mechi 10. Kaziweke draw. Alafu kaa pale zikufurahishe. Zatoka zote draw. Kwa hiyo inawezekana kufanya research ya kutosha. Mimi nitafanya vyote hivyo. Mimi na beti ni mwaka wa 9 sasa. Kwa hakuna research kwenye beti mimi sijafanya. Mwenyewe kuna muda nilisi. Unajua mechi ya gazi draw. Mimi nafanya vitu kwa research. Nikachukua mechi 5 best league kwamba EPL moja, Bundesliga moja, Serie A moja, zote zikacheza muda mmoja. Yaani siku moja actually. Nikaziwekea pale ashinde yote. Nikatulia. Zilitoka draw mechi 3. No? 2 ndo zikafungana. Kwa hiyo una expectation kabisa. Unaweza ukasema labda hakuna mechi isiyo na magoli. Wewe tafuta tu mechi weka goli moja. Zatoka nyau. No. Yaani it's very hard to kusema kwamba hiki labda tu iongeze option ya kitokee chochote. Kitokee chochote. Aidha kadi au chochote. Kitokee chochote. Yaani hapo kifeli labda wameailisha mechi. Hiyo sababu simetaka mumfilisi kanji kaka. Ndio wanasema ndio option pekee ambayo labda haipo. Anything to happen, yes. Na bado kuna timu za Italia zitachana. Atokea uwanjani. Hajaja uwanjani. Lakini pia hizi wewe pia utakuwa umeshinda. Umeshinda. Si hajatokea uwanjani, anything to happen. Sasa mwendi hiyo option nadhani anaweza akakumind sana akisikia una mawazo kama haya. Lakini atajua namna gani ya kutufumua tu. Sahihi. Mimi anafumua mtu ana huruma, ajali ni yatima, umefiwa. Umefiwa na mama yako naye akachana na mke wako, achania hadi wafiwa, yani anagata. Ustaarabu. Ulivyoniambia hivyo unaweza kama uende ajali kuhusu hicho. Inaweza ikawa sio story nzuri, lakini naomba nikukumbushe kidogo. Wewe ni mmoja mtu ambaye ni jasiri sana, nakwambia jasiri na mali, unaamini sana kwenye kitu ambacho unakifanya. Kiasi kwamba
kuna pesa ya hospitali ulishawahi hadi kuitilia mkeka pia. Juzi tumetia mkeka tena ada dogo. Siku moja kabla afu wewe pia sija kachana. Ni kipi ambacho kipo nyuma ya maamuzi kama hayo? Kwa sababu sio rahisi na labda ukifanya hivyo unasema kwamba nitafanya tena hivi. Sasa mimi nishakuwa mkamalia sugu. Yaani mimi nishakuwa mkamalia sugu. Kwa hiyo sijai, yani tangu kwa maumivu uliyopitia kwenye kubeti sijai ku regret to lose. So mwanzo nilikuwa na regret, lakini sasa nao nimebadilisha, imekuwa ni mtikasi wangu ambao unafaa 100%. Na treat tu kama vile mama ntilia ambaye kapika chakula siku hajaja watu kula, faini akimwaga akagawe. Chukulia hivyo. Maana sasa kula akimalizi. Saa 6 usiku napeka wapi chakula? Inabidi ugawe tu. Ukigawa wale wagaia kesho watu nunua atakaji saa 6 usiku muda wanafunga wale. Gawe tena. Yani watu watabuni mbinu. Ukifika saa 7 wanafunga. Vipi leo watukusaidii kuosha? So mimi nishakuishigi maisha hayo ya nikwenda pale Ubungo stendi ya mabasi before hapa Javunjo. Wale mantilio wale walikuwa wanakesha pale. So unajua mabasi yanaingia muda wote pale. Kwa kishafikaga mida saa 7 na point, vyakula ambavyo vya mchana vinakuwa havina dili tena. Ugali magumu ya mmiliki tena. Kwa pale ukimsaidia kazi ni kusogeza masufuria chapa kapaya na kupa ugali. Kwa unajuaga kwamba kuna watu wao subiri tumantilie waambulie chochote kitu. Muda anafunga chakula ambacho kimebakia akifumue. So safi. Noma sana. Sema mtu anaweza akachukulia poa akana chukulia labda betting tu rahisi, kumbe watu wana risk, watu wanajitoa. Kama tu biashara zingine nadhani ambapo watu wana invest, wanakutana na hasara, umenunua sijui mpunga, umeweka ndani store, wadudu wamekula. Kuna betting inawezekana katika muktadha tofauti. Of course, betting inaonekana hatari kwa sababu athari zake zinapatikana dakika 90. Lakini risk is risky tu. Tunaona mabasi kibao yanaanguka. Labda useme lina bima, utalipwa, lakini hata betting kuna betting reward. Kwamba kuna kiwango fulani ukifikia ukibeti utapewa % ya urudishiwe tena japo kidogo. Hiyo ni sheria kabisa ya bodi ya kamari kwamba kuna kaela kidogo mtu arudishiwe baada ya kipigo. Na si ndo bima yetu ilivyo, lakini risk is risky. So kunaga riski kubwa, ndogo riski ni riski no yao. We all bet. Unaamka asubuhi na kufungua duka lako, hujui kama mteja atakuja au hatakuja. Maana wenyewe umebeti pia vile vile. Kwa hiyo so hivyo tu ni namna gani una manage ya bankroll, mzunguko wako wa kifedha kwenye kubetia na kubaki. Lakini mimi anayenisikiliza angeambia ni mshauri ya beti au usibeti, naambia usibeti. Wa ndani wa nje, aliyepo ndani ya stock aliyepo nje asiingie. Aone kama umeanza kubeti usiache kubeti. Kama hujaanza kubeti usibeti. Mtu akisema kwamba labda Hanskana atakuwa binafsi, ameshaona kuna pesa nyingi ndio maana hataki watu waje kubeti huko. Comment yako inakuwa vipi? Aingia ajione hizo pesa. Ajaribu. Afu ndo atajua kwa jana nilimwambia usije. Bana, hapa Hanskana amekwambia kwamba hata biashara ya magari kuna muda inapata ajali, lakini kama gari lina bima inamaanisha pesa yako inarudishwa. Hivyo ndivyo ambavyo pia si soka beti tuna bima ya mkeka wako endapo tu utakuwa umepoteza, kwa sababu tuna kitu inaitwa cashback bonus. Tunakupa 10% ya kile ambacho umekipoteza. Unaona sasa? Una sababu ya kupoteza. Soka beti ulishwa 10% ulicho lose. Sasa si ndo kama bima tu anavyolipaga 100% kadhaa ya maneli ya ajali. Haulipi 100%, kuna 100% kadhaa utarudishiwa. Ndio kama soka beti utarudishiwa, umeliwa milioni utarudishiwa laki ya kujaribu kubounce back. Ukichukua ile laki yako ukisema urudishe kwenye mzunguko ukacheza odi 5 mara ngapi, si unarudisha lako, you back again to the business. Sasa manake kote risk ina bima, na sisi ndo bima yetu. Tena uzuzi bima yetu unalipa pale pale. Hapo una baadaye papa una mambo sio kupeleka sijui traffic ya kapime. Ni mkeka umechanika, tena lako % linaingia kwenye mkeka, baada ya siku kadhaa unalichukua unalibetia, unaenda mbele. Huna haja ya kupeleka kushtaki sijui apime uwezekano wa nini. Unajua cheti cha kuzaliwa cha nini. Unapopiga story umenifanya niwe na mtazamo tofauti pia, kuiona kama betting ni biashara ambayo muktadha wake watu wengi bado hawajaielewa, lakini ni biashara kama biashara zingine ambazo zina operate kabisa. Inahitaji investment, inahitaji analysis, inahitaji research kabisa. Sababu like mimi waga na betigi odi model stake bwanka. Yani odi kidogo, stake yangu ni kubwa. So mimi huwa napenda ku win by percent, not by duplications. Yani kwamba nikiweka milioni basi nipate faida ya 300,000.
Yani kwamba naweka milioni 1 kwenye odi 1.3 nipate tu return ya shilingi 300,000 tu. Unaelewa? Sababu najua kuna biashara kibao hapa mjini zina investment zaidi ya milioni 100 na hazipati return ya shilingi milioni 5 kwa siku. A lot of business. Hasa mimi naweka laki napata 300,000 per day, nimekaa dakika 90 300,000 inaingia. Unaelewa? Business. Me I know some of my friends wanafanya biashara za magari. Anaagiza gari Japan kwa thamani ya milioni 100. Anatumia siku 45 kutoka Japani mpaka Tanzania kuitoa bandarini mpaka kuweka yadi. Ikifika yadi inakaa siku 45 na nyingine siku 90. Akiuza ile gari milioni 100 anapata faida ya milioni 10. Kwa kasubiri milioni 10 kwa siku 90. Kwa mimi nakuwa nawaza sasa mbona mimi ningeje kubeti ile na ngaipanda na dakika 90. Though pia naweza nikailose ndani ya dakika 90. Though tunaonaga kuna yadi zinaunguaga moto. Sasa ndo kama tungeo chanika. We all risk. Sio na duka la binafsi liungua moto. Ndo kama ya kuchanika tu. It's happened. Ajali kazini. Hey, it's happened. Leo sio kaambia kwamba hakuna biashara haina risk. We all risk. The fact tunatofautisha muda wa kurisk. Wewe utatumia muda mrefu kugundua umepiga hasara, mimi nitatumia dakika 90 kugundua nimepiga hasara. How my friends wanalima matikiti, analima matikiti yakimana baadaye anaomba matikiti yamepigwa anajua katumia miezi 3 kujua matikiti yameharibika. Kwa hiyo umesubiri miezi 3 kujua kama umepata hasara. Kwa hiyo to me it doesn't make sense to me. Kwamba ni subiri miezi 3 kujua nimepiga hasara. Dakika 90 najua nimepiga hasara, ni bounce back namna gani narudi mchezoni. This is me. Lakini mtu mwingine anaweza kusubiri, mimi kusubiri siwezi. Kwa hiyo si sababu eti, lakini simaanishi kwamba kubeti ndo sahihi, kufanya kazi sio sahihi. Mimi najiongelea sasa mimi. Nafsi ya kwanza umoja mimi. Sio nyinyi mnaotazama. Simaanishi mnachokifanya nyinyi ya make sense. Kina make sense, keep doing what you doing, ndio anakuambia usije huku niachie mimi. Umeelewa? Kama mimi nilikuwa siwezi kuuza nguo na wewe ndio ulikuwa utakiwa kuweza kubeti. So it's like that. Kwa hivyo usije ukawa motivated, don't be inspired. Kwa siku total deposit yako inaweza kuwa shilingi ngapi? Yaani kiasi ambacho unakiweka kwenye betting kwa siku inaweza kuwa shilingi ngapi? Na una beti kwa wiki mara ngapi? Mimi na beti kila siku. Yaani mimi na beti kama ninavyopumua. Yaani kipumua na beti. Beti kama nilianza mimi na beti shilingi 100 unajua. Ngoja nika shilingi 100. Kipindi ambacho ni unskana kabisa au unskana unamjua mimi sitafai tu kwa research, sikurupuki. Kwa research yangu ya bring my research ngoja nika shilingi 100 ndio itakuwaje. Kwa nini beti kwa muda wa mwaka mzima nika shilingi 100, shilingi 200 nikiweka sana buku. Nione tu in Saturdays how many slip I lose and how many slip I win. Why ni lose, why ni win. Kitu gani nilikifanya slip yangu ikapotea? Mechi gani nilichana? Kwa nini nilifanya uzembe kiasi gani? Kujua tukio hili litatokea na halijatokea. Unaelewa? Then baada ya kufanya research kwa shilingi 100, nikaja nikagundua half sometimes. Nikapanda down, nikaanza kuweka 10,000. Nikapanda down 20,000. Nikaenda kwenye 50,000, nikaenda kwenye laki, kana tia laki. Nikaenda ngatia 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Lakini step. Na zikazi zinabondwa kweli. Yaani nakwambia samba nikiweka laki nakula, naweka laki naliwa. Na utaki ushauri. Na mpaka leo naliwa pia. Kwa hiyo ukaona jamali nakula, pia naliwa. Naliwa vibaya sana. Lakini it's 60-40. Nakula 60%, naliwa 40%. Mind you that nikicheza odi 3 au odi 5 ni kila ili mwindi arudishe hela yake inabidi anile mimi mara 5 mfululizo kwenye same stake. Sasa mimi naliwa mara 5 mfululizo michizi. And day 1 naliwa, day 2 naliwa, day 3 bado nachezaga tu. Nasha uzembe. Sasa kwa ni mpumbavu. Kwa the rest I know kwamba mimi tu nitamtangulia faida mhindi. While pia kulose kupo tu. Hakuna namna utaepuka kulose kwenye kubeti. Utaluzi tu hata wewe mjanja vipi. Kuna siku utaotewa. Ndio mfumo wenyewe. Nini lazima utaotewa. Kwa nasema ndio kama hivyo biashara nyingine. Kuna siku tutapata hasara. Hata wewe mjanja vipi. There is a day ukifanya mathematics utagundua wiki hii nimepiga hasara. Ulianza kwa 100 kwa size kwa shilingi ngapi? Sasa hivi nimefika milioni 10 kwa siku kwa siku. Wewe na beti milioni 10. Sometimes inaliwa, sometimes inakuwa. Na kila siku una beti? Kila siku. Kumbuka nikiweka milioni 10 kwenye odi 5, nitakula milioni 50. Ili niliwe ile milioni 50, inabidi niliwe mara 5 mfululizo. Wewe unaweza kuliwa mara 5 mfululizo unaangalia tu.
Toka kichaa ukiliwa mara mbili una step back unabadilisha mifumo. Ukipigwa ya kwanza, ukipigwa ya pili unaanza kubadilisha mifumo. Unabadilisha mifumo, una bounce back. Hivyo hivyo. Taratibu. Sometimes unapigwa paka unabakia tu na kamtaji peke yake, unaanza kusali. Unaanza kugundua hiki sio sahihi. Unaanza kuona hata unaanza kusikiza viongozi wa dini wanashauri nini. Yaani unaanza sasa kuwa binadamu anayejielewa. Ushawahi kuuza kitu ukabeti? Sijawahi na sishauri. Yaani sije kusubutu. Mimi usiuze kitu beti. Usibetie hela yako ya maana italiwa tu. Usibetie hela yako ya mwisho na wala usibadilishe betting kuwa ndo kazi yako ya maisha yako. Mtu kama mimi nimejitoa tu akili, lakini kweli ni mchezo wa hatari. Kama una beti kila siku milioni 10 na kwa kila siku na beti katika wiki, inamaanisha kwamba mzunguko wako wa pesa utakuwa ni mkubwa sana kwenye kubashiri. Natamani kuweza kulinganisha kidogo na issue za video production. Najua kwamba video production pia inahitaji investment kubwa, makamera, malight, vitu vingi. Ukiangalia labda kwa haraka pesa ambayo umeiwekeza kwenye kampuni yako ya video production, inaweza kaa inaendana na pesa ambayo umeiwekeza ndani ya miezi 6 kwenye betting. Maana kwa ziko wazi ndani ya miezi 6 umeshaweka wazi kwamba umeshazungusha zaidi ya milioni 750. Hapana, hela ambayo nimeweka kwenye betting ni kubwa sana. Investment kwenye betting ni kubwa sana compare na ambayo nimefanya kwenye production. Yeah, and it's far away, yani even 10 times. Yani kwenye betting nimeweka hela nyingi sana. Option gani ni ngumu kwako kwenye kubetia? Option ambayo siwezi kubetia. Anda. Yani siwezi kuwanyima watu haki yao ya msingi. Yani watu wameingia kutafuta jambo ambalo wanasema asilipate. Hiyo mimi siwezi fanya. Watu wamefanya mazoezi kutafuta goli. Wewe unaenda kusema lisipatikane. Sasa wewe ni biashara za kichao hiyo. Mimi nikiona kuna possibility ya under is better nisibeti kabisa hiyo si. Unajua sometimes waga tunawajibu watu ili kuwapa moyo tu. Yani kuna mtu anaweza kukuambia kitu afu kamjibu tu. Kwa sababu ngoja nimwonee huruma tu nimjibu kumpa moyo. Nisionekane kama niko rude sana. Mtu akikwambia kwamba usiwache kubeti tu Hanskana, ile jibu la kimoyo ambalo wewe unakuaga nalo, ndio ulitoe. Mimi nakwambia Hanskana ngo acha kubeti bana. Ile jibu ambalo unakuaga moyo. Sasa nifanye nini? Maana bibi ana mpango mzima. Kama acha kubeti utakuwa ukosa kwa Ikulu mawasiliano pale. Sasa kwa nini nikatae? Niache tu afu nifanye nini yani? Yaani niache tu. Nipe na way out. Acha kubeti kufungulia kanisa ili ubidi chukue sadaka za watu. It makes sense. Sasa niache tu. Kwa nini? 2026 hii hapa. Timu 3 ambazo zimekuchania mikeka zaidi ya 2025. Madrid amechana mikeka jana tu hapo. Madrid amechana sana. Yaani Madrid gani nikienda naye Madrid yani mimi kana mkosi mpaka najisi au Madrid mimi ndo nasababisha ifungwe. Madrid imenibutua sana. Madrid imenibutua. Ligi nzima ya Italia imenibutua. Ni ligi yani sina wa kumchagua. Yaani Italia sioni mtu mwenye nafuu. Ligi ya Italia imenibutua. Liverpool bana na yenyewe ups and downs hapa na pale. We love Liverpool. Manchester United slow pia imetubutua. Siku ukisema ifungwe inashinda. Siku ipate goli ipati. Yaani imekuwa ni kama ieleweki Manchester United. Nimesikitika hapo, yani Italia yani bado hujaweka kama timu, yani ligi yake yote umekuiweka kwa Italia nzima. Yani kusema kweli ni Italia na waamini watu wawili. Na si kwamba nawaamini 100%. Nacheza nao kimachale na kwamba nawajueni nyinyi wasnitch, lakini nawasikiliza hivyo nifanyeje. Como na Inter Milan hao wawili tu. Ndio nawaamini. Sio kama nawaamini kwamba kimachale nyo ili at least nye kidogo sio wapumbavu sana. Ni wamezidiana level ya ujinga. Wote ni wajinga, lakini Como na Inter kidogo ujinga wao unaelezeka. Tofauti na hizi timu zingine. Wengine wao usama. Mtu unayomba hadi ipate kadi ya njano moja ipate. Hasa wewe mchezaji gani amchezi lafu? Ni lafu huko. Sasa betting mimi kwangu naichukulia kama sehemu ambayo pia inakupa knowledge ya maisha. Yani jinsi ambavyo mambo yapo kwenye betting, sijui over 1.5, sijui red card itokee nini. Ni kama hali halisi tu kwenye maisha ambayo tunayaishi. Unaweza ukahusianisha yani mambo ya betting, zile mambo za betting na maisha kwa ujumla, jinsi ambavyo mimi ninachosemaga tu always we are all betting this life.
We are all gambler. Unaamka asubuhi, you don't know what's happening next. Ndio kama yani you just predict what's going to happen, lakini maisha yatakupa surprise. Ndio kama kubeti, una predict kwamba utapatikana goli 2, then timu zitakupa surprise. Okay. Wewe unaondoka nyumbani, unaambiwa utafika kazini salama, njiani unapata ajali. Keka yako umechanika ubabu. Na uwezi kukesha out. Laura kesha out kaka. So naamini kwamba we all gambling. Okay. Facts tunatofautiana riski tu. Ambao na risk kwenye level gani? Lakini we all gambler. So mimi naona gato hiyo. Ni kubeti tu maisha. Mtaani vijana wengi wanasema na depression. Ni kwamba vijana ni kwamba hawana hela au ni kwamba depression? Mtu kutokuwa na hela na depression vinahusiana au ni vitu viwili tofauti? Maana kuna watu wengine wanashangaa hana hela na depression. Ndio so depression mimi nasemaga sana kwamba unakuta kijana anakuambia I'm so depressed. Unaambia bro, nikikupa milioni 10 utaendelea kuwa na mawazo? Anakuambia hapana. Kwa sababu wewe una shida na hela, tutatue shida ya hela tu. Wewe huna msongo wa mawazo. Wewe una shida na hela. Unaelewa? Au una shida na hopes tu kwamba it's going to be happen. Lakini sio kwamba you're depressed. Depression is another story mzee. Yani it can be made, inaweza kuwa source ya kutokuwa na hela, lakini kama wewe unanisikiza afu unasema na depression yako inahusisha mtu akikupa hela inaisha. Maana okay, I don't believe like depression ni ugonjwa uzo katibiwa chini ya dakika 10. Mtu sasa depression hapa ukimtia milioni 10 akitoka nje tabasamu limebadilika. Unyama. Dakika 10 hivyo depression imeisha. Hujua depression bado. Anapia kabisa na unyama. Wewe una shida na hela, sema upewe hela. Mambo yani. Ushaikuwa depressed? I used to. No, that's why I came to prove kwamba depression is sababishwa na hela. I was a number 1 music director in the country, like in East Africa. Video number 1 mpaka number 10 yangu. Unaelewa? YouTube trends, video zangu zina trend all the time, all the years na trend. So when transition imekuja, I'm not number 1 music director in the country. I'm starting to ask why I'm not number 1. So I'm start panicking. Niko depressed. Siko tena pale kwa nafasi ambayo niliyokuwa. Watu ambao wakanipigia simu wanapigia watu wengine, things changing, ndio. Lakini na hela kwenye account, then it's come my hela zangu zilikuwa ni useless to me at that time. So that's why I can't say like basi mimi kweli na depression sababu nina facility lakini sina nafasi. So niko depressed, like how can I pull back my place, my numbers and stuff. So at that time I was very very depressed. Back until I come and find out how to treat this. So I was depressed, like now they on depression nini? Yani kwamba timu moja haijapata magoli sana depression. Ni timu haijapata magoli. Una depression ni gani hapo? Na una mpungo wa kutosha utaifidia. Understand? So kwa hata kipindi hiko siko vizuri kusija ama nimepoteza position yangu as a music director. Nilikuwa niko well economy. Ndio nikaja realize kwamba hivi vitu havihusishi hela. Depression ni kitu hakihusishi hela, kitaki kuhusisha hela. Ni problem ya hisia. Sio problem ya fedha. Noma sana. Mimi binafsi wakati na mara ya kwanza kabla hujaamua kuwa content creator na influencer kwa mitandao ya kijamii, jinsi ambavyo nilikuwa nakuchukulia na ninavyokuona, naamini kila mtu kuna jinsi ambavyo anaweza kuwa nakujaji. Kwa namchukulia kama brother fulani hivi serious sana, yani sio mtu ambaye yani kama yuko serious anaga utani, sio mtu wa makuzi hivyo. Lakini unaweza kukuta watu wengi sana wanaweza kawa na perception zao juu yako wewe, jinsi ambavyo wanakuona mtandaoni. Kitu ambacho nahisi watu wengi hawakifahamu kuhusu wewe na wanakijaji tu kwa sababu ya kukuona mtandaoni kitu gani. Kwanza unabidi utambue ya kwamba ndio nasema a smartness doesn't measure by vitu smart mtu anaweza fanya. Ni level gani ya ujinga mtu anaweza kuavoid kufanya. That's a level of smartness. So I think people define these things tofauti. Being smart doesn't mean kuwa mkali, kuwa kisifanye mtu wa misimamo. Hai define smartness yako. Nikuulize swali. Mr. Bean unamdefine ni smart au mjinga? Very smart. Sasa lakini anafanya vitu vya kimeusho. So understand Charlie Chaplin same way, lakini unataka useme eti labda Donald Trump ni smart kumzidi Mr. Bean kwa sababu eti Donald Trump ni smartness haiko defined kwa smart move that you can do, sababu smart things you can script to do.
Kwani watu viongozi ngapi unamjua huyu ni kiongozi yenyewe so smart? Si a lot of viongozi wazam, huyu jamaa kio yako F sana. Lakini the same point unasema Joti waga smart sana mchizi. Anachekesha akiana familia na magorofa mbweni hizo wala mchizi smart. Mara ngapi tunasema Baba Levo smart sana huyu jamaa. Very smart. Wale kutoka tukua anaongea vitu ya Kimeusho sasa hivi yuko bungeni katika vitu ambavyo wana Kimeusho. Baba Levo yuko bungeni right now. Amembid aitwa nani alikuwa anagombania na Zitto Kabwe. Who is smart there? Ndio sasa kusema eti kwamba mbona huko bungeni babu tuoneshe smart wako. Anaweza kutoka nje ya box na mesha ndo smart. You understand? So being smart is not about personality. Okay. And it's not a personality. And I know myself and I'm very, very smart. I can do smart moves. Ndio. Lakini what's happening on the internet, like whatever I'm doing, like kama nacheza, najipaka unga and stuff. Hizo tu ni content za kufanya tu mimi nipate riziki. That's ndio njia yangu mimi ya kupata hela. Sasa nikavaa masuti nikawa niko straight, namletea nani straight? Sio njia yangu kupata hela. Kwa njia yako kupata hela ifuate hivyo hivyo, riziki yako imeandikiwa katika namna hiyo. Unaelewa? Sasa unataka niwe serious, usiwezi namletea nani? Waziri wa maji mimi. Unataka niheshimiwe. Niheshimiwe nini? Waheshimiwa wajulikana wako bungeni, mheshimiwa fulani. Sasa mimi nani uniheshimu? Mimi hapa utaheshimu hela yangu tu, utaheshimu matokeo, hawaheshimugi mchakato. Okay. Dai kubwa sana. Mimi basi namuongeza na Billnass kama kati ya watu ambao ni smart sana. Yaani kutoka kwako wewe mwenyewe, kwa sababu kipindi ambacho wewe uko unapitia fallout, unapitia changamoto, umeshawahi kusema kwamba Billnass ni mmoja mtu ambaye uko unamcheck sana kuweza kupata ushauri. Sijui ukaribu wake na yeye uko vipi. Lakini kwa sababu Billnass ni rafiki. Since I know him, I met him back. Mimi hata Billnass YouTube nimemfungulia mimi. Okay. So ni dogo tu ambaye ni mdogo wangu actually. Kiumbe. Watu wanalimwili. Ni kijana tu ajuzi. So huwa nakubali uwezo wake wa kufikiri. Historia yake alipotoka mpaka alipo sio kazi rahisi. Hajabahatisha. Ni juhudi, nidhamu ndio imemfikisha pale. So he's one of a smart guys that I know. Ambaye nikiongeaga naye vitu I think anaweza ku reason. Yani he can reason things. Uwezo wake kutoa sababu ya vitu ni mkubwa sana. Yeah, sababu yake pia usmart wa mtu pia ni kwenye uwezo wa kutoa sababu ya vitu. And why things happen. Jibu hata lilitoa za kujua mweu. Kuna jambo halijakaa sawa. Anaweza sana ku reason vitu. Anaweza kawa ni moja kati ya watu ambao pia alikushauri kuingia kwenye biashara yako ya apartment. Kwanza you supposed to know. Mimi kuwa na vile vya apartment sio kwamba ni sasa sisi vile kuna apartment najua mavila manini hatari. Kwa kuongea hata kina matajiri kina msukuma kwa nayo una akili. Sasa vijumba vina vya kusema ni apartment. Wengine hana hivyo brother. I understand, lakini sasa kwenye kusikilizwa mtu wewe kama mtu hela kuna watu wengi wanakusikiliza. Kuna ambaye hana na kwenye anayo zaidi yako. Lazima ujue unataka nani hapo akusaidie mbele. Sasa wewe unamsaidia nini? Bwana nijue niwe mnyonge kwa alionao zaidi. Sasa nianze kumtambia mtu mwenye nao zaidi. Babu na apartment yangu ana dogo na vimba. Umeelewa? So kunishauri sasa, lakini ni sehemu ambayo ni ukiweka hela yako siku ukihitaji unaipata kama ilivyo na zaidi. Yaani kwamba ukijenga kinyumba sehemu siku kafuria ukitaka hela yako unauza nyumba na ardhi kwa pamoja. Kwa maana yake ni haiwezi kukupa return eti yani wapangaji hata walipeje kodi hawezi kurudisha hela ambayo umetumia kujenga. Hata walipaje na wakishia hawezi kumake returns. Ila siku ukitaka hela nyingi kwa pamoja kwenye real estate unaipata hapo. Na unaipata na zaidi. Kwa watu vijana ambao wanasema nikipata hela nitafanya real estate. Real estate mzee wangu, ujenzi sio apartments. For my own research now. Due to location ambazo labda nimefanikiwa kujenga na hela ambayo nimetumia kujenga. Sidhani sidhani kama kuna mpangaji anaweza kuja ku make returns ya investment ambayo nimefanya, ila tunaamini kwamba pale pananitengenezea tu vihela fulani vya mwezi, kwamba kila mwezi kuna sehemu nitaenda kuchukua milioni 2, kila mwezi naenda kuchukua milioni 2. Lakini literally ukichukua milioni 2 kwa miezi 10 ni milioni 20. Mimi nyumba nimezijenga zaidi ya milioni 150.
Paka ifike milioni 50 sio leo, na paka ikifika maana nyumba zitakuwa zimechakaa, zimechoka, hazina hiyo value. Umeelewa? Ila tu ni sehemu ambayo nikitaka irudishwe hela yangu yote ya kununua kiwanja paka kujenga, naweza nikaipata na zaidi. Kwa ni sehemu ya kuinstall hela bila kukatwa kodi, sio kukatwa sijui malipo ya mwezi, ni tofauti na benki. Hiyo ndo faida yake. Siku nikihitaji naipata kwa pamoja. Ni kama kuhifadhi tu hela. Save kwa sababu the more ambavyo ndio unavyozidi kwenda mesha value yake inaongezeka. Lakini sio value ya jengo, ni value kitu ambacho kimebeba jengo. Na maswali mengi hapo ulivyosema habari ya kusave, umenifanya nije kwenye hizi mambo za savings, sijui hisa, sijui nini. Na wago naweka mpunga wako pia huko kwenye hizi sijui hisa, sijui nini, bondi, na mtu ambaye nadhani mimi kwa umri wangu, sijui kwa umri wa watu wengine. Mimi am 30 sasa hivi. Sidhani kama mimi sasa sio natazama ukaanza kuwa inspired. Mimi najiongea nafsi ya kwanza mimi. Sidhani kama nimefika umri wa kuweka akiba kwa sababu hiyo akiba napata wapi? Elewa, yani ili niweke hela benki maana yake niwe na hela nyingine pia kuendesha maisha yangu. Ya kuendesha maisha yangu ndio inanishinda. Leo nikaiweke benki. Kwa mila yote ninayopata naizungusha kwanza. Naizungusha. Siku nikipata hela zikiwa ziko fully, nitaanza nyingine nitaziweka benki, nyingine nitaziweka UTT. Ila by this time that I'm talking, mimi sina hela ya kukaa benki. Sina. Hela nayo lazima niizungushe. Lakini sijafikia umri wa kuweka hela benki. Mimi sasa. Sio mtu mwingine. Wewe mwingine wewe weka. Mimi don't be inspired. Kitu pekee ambacho unaweza kuwa inspired kutoka kwake ni kutumia CakeUp. Lakini CakeUp kuna odds, kuna manini. Ukishapata odds unakuja kuyatia soka beti. Alafu unakuwa ni mjanja kwa sababu unakuwa umeamua ushindi wako. Before tujaingia kwenye quick fire, masuala ya chapu, Mike T ni mmoja mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye career yako. Na Facebook ndio kitu ambacho kilifanya uweze kujuana naye. Na ilikuwa ni miaka kadhaa nyuma ambao bado social media haina nguvu kiasi hicho cha kutengeneza opportunity kwa watu. 2010. Kwa saa hizi kijana ambaye anakutazama, ambaye unamuona na Instagram, na TikTok, na Facebook, afa anasema hana kazi, hana ajira. Of course unajua kazi ni ngumu, lakini wewe binafsi unahisi hivi vitu vinaweza vikawa na mchango kiasi gani kwa sababu ni moja ya mfaika wa mtandao? Of course. Mimi ajira ya kwanza ujue dunia imehamia kwenye kiganja. Kwa maana yake ajira ya kwanza ipo kiganjani mwako wewe mwenyewe. Unaingia kwenye mtandao wa kijamii, unakutana na watu kutoka maeneo tofauti wakifanya vitu ambavyo you like. Naonaga kuna jamaa mmoja yuko Njombe huko. Yeye ni Njombe Spimbenga, I don't know. Yeye ni dereva wa fuso wa magari makubwa. Anaendesha magari makubwa, anapost content za magari, anaelezea milima gani ni hatari kupita, bidi speed gani upite, wapi kuna matraffic, ile yote tumekata traffic, anaelezea pilika zake zote za barabarani. A very good content creating about. Na yuko Njombe huko ndani. Kupitia vile watu wanakuwa inspired na yeye na watu wengine wanatamani kuwa kama yeye, na anapata ajira. Watu wenye mafuso wao wanatamani yeye ndio dereva fuso langu mimi. Umeelewa? Sasa waza kupitia simu akaona ngoja nionyeshe kitu ninachoweza kufanya duniani. Kuna mtu mwingine namjua tena yuko Iringa sijui. Yeye analima vitunguu. Jamaa daily anateza content zake za vitunguu kwamba nimekilima hapa, nimefanya hivi, step unafuatia. Leo nitakuwa na mnada, anaonesha watu wamekuja kununua vitunguu vyake vimepakiwa, kapata hela. You see, show the process. So anapata pia madili. Nikaona kuna kampuni moja ya kuuza mbolea ikaanza kumuindozi kumpa mbolea. Mara naona sijui zikati serikali sijui imempa ka eneo. You understand? Wewe ambaye kijana una simu, una TikTok, una Instagram, hakikisha iko unachokifanya kwa siri. Kifanya hadharani watu wakione. Onesha uwezo wako kufanya vitu vyako, talent that show the talents. Sababu platform ni kama duka, yani Instagram, TikTok ni kama duka la kuonesha vipaji vya watu. Umeelewa? Let's say kiredio tu kutoka tudogo mmoja tuelekelee kichwa fafa vitu gani. Juzi ameitwa na waziri wa nini? Habari. Ameenda kuongea naye. Waza ile mpeleka pale ni Instagram na TikTok. Sasa huko tu hapo unatukana watu, mtu akiongea unaweza kusema sasa kusaidie ndugu yangu. Sio vizuri, anzia hapo ulipo. Wewe ni kama ni mzuri kwenye kugonga mawe ya kubadilisha kwa kokoto. Tuoneshe the process ya kugonga mawe paka kuwa kokoto. Tuoneshe kwenye utofauti. You can meet your client here. Kwa dogo moja ana degree anauza genge.
anaonesha usmart na gani anauza genge, anaenda pande tunavyo treat genge lake, you get the more customer people that attracted to it. So IShowSpeed ni mfano ni dogo, tulikuwa na kama saa 28 anaongea ujinga kwenye simu. Sasa hivi amefanya African tour na manchi kibao na request kwenda ku visit. Anazunguka na private jet all the time. Yani mzee, mtandao enjoy maisha yake. Yani usitumie mtandao kutukana na watu. Fanya, do something, do it now. Usitumie mtandao wako kutukana watu. Ukiona umeshindwa kabisa kutumia mtandao wako kuweza kuingiza mtonyo au kuweza kupata pesa, basi jua kwamba kuna sehemu mambo hayajakaa sawa. Nikusanue tu kwamba simu yako inaweza kuwa sababu ya wewe kuweza kupata pesa nyingi ambazo inawezekana ulikuwa unatamani kuwa nazo lakini hujui utazipata vipi. Mimi nikwambie tu, huko Sokabet unaweza kuendelea kuamua ushindi wako kupitia www.sokabet.co.tz au *49*35 alama ya reli. Hii ni quick fire. Sasa hapa Hanskana bana, hapa hakuna siasa hapa. Sasa kuuliza swali then nitaji kupata option moja kutoka kwako. Ugali au chips mayai? Ugali. TikTok au Instagram? Instagram. Basketball au football? Football. Kamera au mkeka? Mkeka. TV au radio? TV. Usiku au mchana? Mchana. Treni au single bed? Treni, what do you mean? This, yeah. Multibet au single bed? Single bed. App gani ya simu unaifungua mara nyingi nini bila kuwa na sababu? Kwamba app gani ya simu unaifungua mara nyingi bila kuwa na sababu? CakeApp. Alright. So chakula gani ukiona tu lazima ule hata kama umeshiba? Kiukweli mimi sio mpenzi wa kula. Yaani wewe na mwili wangu. Tapweza na mwingine akipita lazima sio mpenzi. Yaani kula kwangu ni kama ni sehemu ya kutekeleza wajibu tu, tumbo lisibaki na kitu. Not good food. Hapa ina vidonda vya tumbo plus. Kona au kadi? Kona. Bana, ilikuwa ni Behind the Vibe na of course uko na Hanskana, moja ya brother ambaye of course mimi bado nasema na legacy yake kwenye upande wa video production, lakini pia ameweza kutuonesha vijana kwamba bado una uwezo wa kufanya vitu vingi. Yani usijiwekee limitation kwamba mimi nafanya hiki tu siwezi kufanya kitu kingine. Na hii ilikuwa ni Sokabet Africa my brother. Kama una kitu chochote ambacho vijana unaweza kusema nao, kwa sababu naamini na vitu vingi vya kuongea nao kwa uchache tu. Sema kweli bwana, mimi sina cha kuzungumza sana, lakini tu what I can say as a kijana, usijifunge kwenye sehemu moja ya maisha. Yani usiamini kwamba you are not good kwenye kitu fulani. Try be good everywhere. Kama bado unajitafuta, do anything. Usiwe na specific dream. Wewe fuata wapi mafanikio yanaweza kukupeleka. Kwa kama bendera. Siku ukijipata ndo uamue sasa mimi nitastick na hiki. Like I'm from music video director, sasa hivi na betting application. Sasa hivi ni content creator. So I'm following the wave. Lakini ningekaa tu kujifungia kujibrand kwamba mimi na shoot video babu. Nisingekuwa hapa leo. So na baada ya kumove another step to open the other door, huo mlango mwingine umefungua milango mingi sana. Mimi nimekaa tu na hapa nimepokea simu ya deal. Kuna mtu anataka ni influencer kwenye kampuni yake. DM yangu tena ina makampuni kibao ya deal, anataka ni influencer kwenye kampuni yao. Sure. As well nafanya kazi pia na Sokabet. Naweka mikika yao kwenye application. So nisinge kuamua kuinua mguu mmoja kwenda mbele zaidi. Singekuwa all the connections come baada ya kumove another step, lakini ningekabaki kwenye mlango ule ule kwa mimi nitakuwa director mpaka mwisho, milango mingine isingefunguka. Kudos guys, let's meet next time in Sokabet Africa. Behind the Vibe, my brother. Cheers for the last time.